Nikukaribishe kwenye dakika kadhaa katika siku ya leo. Nimepata nafasi ya kuzungumza maneno kadhaa katika siku ya leo. Lakini nukta ya mazungumzo yangu, yaani mazungumzo yangu yana nukta tatu. Lakini nazungumza kama hadithi, lakini kuna vitu muhimu sana ambavyo unaweza vikakusaidia katika safari ya maisha yako. Lakini nianze na kusema kuchelewa sio sababu ya kufanya ushindwe kufika unapokwenda. Kitu muhimu ni kujitambua na kukubali kuwa ulichelewa. Kuchukua hatua madhubuti ili usichelewe tena kwenye safari yako ya maisha. Na huu ndo mwanzo wa mazungumzo yangu katika siku ya leo, ambao nimepata nafasi ya kuzungumza maneno machache sana katika safari ya maisha yetu. Ni vizuri tukajitambua na ni vizuri tukatambua. Naanza na mfano. Kwa mwezi unalipwa shilingi 600,000 au unapata 600,000. Mtaji wako au biashara yako kila kitu ni 600,000. Huu ni mfano. Lakini una nyumba 2 na kila nyumba unaacha shilingi 3,000 kwa siku. Maana yake nyumba 2 ni shilingi 6,000. Kwa utapiga 6,000 mara 30 na utaongeza nyingine 30 kwa sababu ni nyumba 2. Kwa 6,000 mara 60. Kuna ule mtaji wako kwenye bajeti ya chakula tu, ni kiwango gani ulichotumia au kitachotumika katika upande wa chakula tu. Na sidhani kama kwa kipindi hichi kiwango cha 3,000 au 6,000 inatosheleza. Siku moja nilikuwa kijijini ambapo nafanyia shughuli zangu, nikanunua maharage. Ilikuwa 3,500. Bahati nzuri sisi watu tunaoishi vijijini, huenda huo ndo ukawa mlo wetu. Maana chai yetu inakuwa ni kwenye saa 6 hivi au 5:30. Kwa hiyo ukila vizuri, ukashiba vizuri, maana yake ndo imetoka hiyo. Imetoka na huwezi kula tena. Kwa maana kwa kutwa nzima, maana vitu tunatoa shamba, kwa mfano mihogo, viazi, maharage yenyewe ndo hayo unanunua, lakini kuni unatoa shamba. Maana hapo umeondoa bajeti ya kuni, umeondoa gharama kwako ni chumvi. Chumvi ni bei rahisi sana. Kwa maana hiyo kwa mlo ni 4,000. Chumvi, mafuta, mawese na nini. Huu ni mfano wangu mimi. So nikiwa kijijini ndio mlo ambao tunatumia. Tunakula mlo mmoja nikiwa shamba. Sasa mtu wa namna hii anatakiwa akubali uhalisia wa maisha anayoishi. Itamsaidia. Lakini akiwa hajitambui, atajifariji.